Miongoni mwa stori kubwa kwa sasa ni Simba kupoteza mechi 3 mfululizo kwa mara ya kwanza kwenye ligi ya mabingwa Afrika katika hatua ya makundi tangu 2003. Mimi naitwa Elias Solomon, karibu sana mtazamaji wa Mwananchi Digital. Nipo na Amri Kiemba, nyota wa zamani ambaye kwa sasa kitaaluma ni kocha. Tutazungumzia performance ya Simba katika hatua ya makundi katika mechi 3, na kimahesabu inaonekana bado kwa nafasi kulingana na mechi 3 ambazo zimesalia katika hatua hiyo. Lakini pia tutaangalia Young Africans na nafasi ambao nao wako nayo na mchezo mgumu ulio mbele yao dhidi ya Al Ahly, kizingatiwa kwamba wametoka kupoteza katika mechi iliyopita kule Misri. Kiemba, Simba wanaweka rekodi mbovu zaidi katika hatua ya makundi, haijawahi kutokea kupoteza mechi 3 mfululizo. Nini unakiona? Ukiangalia kwa kile ambacho Simba wanapitia, unaweza usishtushwe na haya matokeo ambayo wanapata. Sasa mimi nahesabu Simba kama timu ambayo ilikuwa inajitafuta kurejesha kule ambako ilikuwa. Ile ambayo iliwapatia nafasi ya kuwa timu bora miongoni mwa timu 5 barani Afrika, ni mzigo ambao waliubeba na wanapaswa kujitafuta na kurudi tena huko. Sasa wana kujitafuta, kuna wakati mwingine unaweza ukawa unakutana na vikwazo, na miongoni mwa vikwazo ni kama hivi ambavyo Simba wanakutana navyo. Kwa hiyo mimi naona ni kwamba wenyewe wanatakiwa tu kukubali hali ambayo ilipo ili waweze kujijenga. Shida ikiwa ni kama haukubali, unakuwa huwezi kujua wapi unapaswa kurekebisha ili uweze kurudi kule ulipokuwepo. Kila siku unaanguka, lakini unajiona kama upo pale pale, lakini kiuhalisia ni kwamba mchezo wa soka umesogea kidogo, wakati Simba bado hawajasogea nao. Yaani ukiwatazama namna ambavyo wao wapo kwenye utaratibu wa kutengeneza timu kwa ajili ya kushindana, lakini wanalazimika kufanya vitu viwili kwa wakati mmoja. Wanalazimika kutengeneza timu na kushindana hapo hapo. Sasa kwenye kushindana kuna matokeo kama hayo ambayo yanajitokeza wakati wao ukijitafuta kutengeneza timu. Angalia Simba msimu huu, tunakwenda karibu tuko nusu ya msimu, lakini ni makocha wangapi wamepita kuifundisha Simba kwenye michuano mbalimbali? Unaweza kuona ni makocha zaidi ya 5 wameshashikilia usukani kwenye klabu. Kwa hiyo unaona stability yenyewe ya klabu, ule uimara wa klabu haupo. Kwa nini? Kwa sababu kuna michakato mingi inaanzishwa na kufia njiani. Unaweza kuelewa kwamba kuondoka kwa Faldu kuliwasumbua kwa sababu ni project ambayo ilianza msimu uliopita na wakawa naamini msimu huu ni msimu wa kuendeleza project, lakini baada ya mwalimu kuondoka akaja mwalimu mwingine Pantev, naye akakaa kidogo akaondoka, akashika timu Morocco kwa ajili ya kumalizia baadhi ya mechi. Kuna wakati pia alishika Matola, sasa hivi yuko Steve Boka. Kwa hiyo unaweza ukaona mradi ni mwingine kabisa. Amekuja Steve Boka, kuna baadhi ya wachezaji na anawaona hawatoshi. Kwa hiyo katika sajili inabidi tena timu ingie sokoni na kusajili wale ambao ilikuwa naamini wanaenda na mradi, imebidi waondoke. Kwa hiyo mimi naweza nikaelewa hizi ambazo wanapitia Simba, na wala hawapasi kujisikia vibaya, kusikia aibu. Wanachopaswa ni kuona wapi ambapo wanaweza wakarekebisha kurejea kule, kwa sababu tayari kuna sifa na wadhifa ambao walijiwekea. Na ndio maana inaonekana ni ajabu Simba kupoteza mechi 3 mfululizo, japo kuna baadhi ya timu pia hazina point kwenye makundi yao mengine, lakini si kwa Simba kwa level ambao walikuwepo. Kumbuka wakati yanapangwa makundi, Simba alikuwa anatoka kwenye pot 2 na Esperance alikuwa anatoka kwenye pot 1, lakini unaona timu za pot 3 na pot 4 ndio zimeonekana kuwashangaza kwenye kundi lao. Mpaka sasa hivi ukiangalia ndio ambazo ziko juu, zinaongoza. Kwa hiyo Simba wako kwenye mchakato ambao wanapaswa kuuelewa, na hata ikitokea wakakosa nafasi kwenye msimu huu, inaweza kuwasaidia kujijenga kwa ajili ya msimu uliopita. Mimi naamini msimu uliopita wa Simba ndio ambao umesababisha hata mchakato wa kujenga timu hauendi vizuri. Kwa nini? Kwa sababu wakati walikuwa wanaamini wanatengeneza timu, ndio wakati walienda kucheza finali ya michuano ya shirikisho.
Sasa mtazamo ukabadilika ghafla kutoka kwenye kutengeneza na kutaka timu ishindane. Kwa hiyo lazimika pia kufanyika mabadiliko mengi kwenye timu. Ukiangalia kikosi chao msimu uliopita, wachezaji ambao walikuwepo wanaocheza na waliokuwa wanaingia kama kwenye timu ya wachezaji 18 ilibidi watoke kwenye kikosi, wakaja wachezaji wapya. Wao wakiamini hawapo tena kwenye kujenga, kwa sababu wameshafika finali. Nini kinafuata? Ni either uchukue kombe ama kwenye Champions League walau ufike nusu finali. Kwa hiyo waka rush tena kutaka kushindana, kitu ambacho sajili ambao zimekuja ukiziangalia profile zao, mfano kina Maema ulikuwa unawaona Simba wanawaza nini na wanahitaji kitu gani. Kina Deruki wameingia kwenye kikosi kwa ajili ya kupandisha quality, lakini wamefika kina Maema bado wameshindwa kuvaa vile viatu ambavyo vilikuwa vinavaliwa na wachezaji ambao walikuwa wanacheza, walau walikuwa wanacheza kwa msimu uliopita. Kwa hiyo unaona dirisha hili dogo tena timu imebidi irudi tena sokoni na kusajili. Sasa kufanikiwa hapo huwa hakuna shortcut, japo kuna wakati unaweza ukaanza kujenga timu na hapo ukashindana na ukashinda. Haimaanishi kwamba kila wakati utakuwa unafanikiwa kwa utaratibu, sababu kuna utaratibu pia ambao ni rasmi kwa ajili ya kutengeneza timu na mradi kumachua na kuweza kushindana tena kwenye level ya juu kwa muda mrefu. Kwa hiyo hichi kinachotokea ni sehemu ya michakato ya timu ambazo kubwa ambazo huwa zinapitia. Leo hii unaiona Simba inapita huko, lakini tunaona Wydad ambao wapo wanacheza shirikisho. Ukiangalia na wao wamejaribu kufanya sajili walau warejee kwenye michuano ambayo walikuwa wamezoea kushindana ya Champions League. Kwa hiyo nao wanapitia huko na inawezekana kwenye shirikisho kuna wasifanikiwe. Leo tunaona Zamalek wanahangaika kurudi kwenye hizo zama zao. Kwa hiyo kuna mchakato fulani ambao ukifika na ukadondoka inaweza ikachukua muda mrefu kuweza kurudi, japo kuna baadhi ya timu huwa zinachukua muda mfupi na kurejea. Tuseme kwa sasa kwa hali Simba ambayo wako nayo kwenda robo finali ni inaweza kuwa ngumu kama ngamia kupita kwenye tundu la sindano. Ukibaki kwenye mchakato wa uhalisia, yani unaweza ukaona nafasi ni finyu sana, lakini kwa sababu mpira umeendelea kuwapa watu matumaini, bado mtu anaweza akakana kusema tunapambania pointi 9. Kwa hiyo tukishachukua pointi 9 sisi tutaenda. Kwa nini? Kwa sababu tutachukua pointi 3 kwa Esperance, tutachukua 3 kwa tutachukua alama 3 kwa Petro, alafu tutamalizia na Stade Malien mechi ya nyumbani tutachukua. Kwa hiyo ukizihesabu hivi kwa mechi unaziona alama 9 zipo. Lakini ukirudi kiwanjani ndio unaweza ukaanza kuzitafuta hizi alama 9 zinapatikana wapi. Zidi ya Esperance nyumbani Simba wanaamini kwa Mkapa watoki mtu, lakini kuna nyakati watu wanatoka. Kwa hiyo unaweza ukawa na 50-50 zidi ya Esperance. Unarudi dhidi ya Stade Malien, inategemea wao mpaka anakuja ana matokeo gani kwenye mchezo huo. Unaweza ukapata 6. Haya ukaenda away kucheza na Petro. Nini ambacho kitatokea kulingana na Petro ambacho anacho kwa wakati huo. Kwa hiyo kiuhalisia wa mpira kupiga mahesabu, unampigia Simba anapiga pointi 9, unampigia Stade Malien naye anapiga pointi hizo kwa sababu bado hajacheza hiyo michezo, unampigia Esperance anapiga hiyo. Kwani nani ambaye atazichukua, hilo ni jambo lingine, lakini kiuhalisia Simba wako na wakati mgumu wa kuweza kusonga mbele. Kwa nini? Kwa sababu ya aina ya mechi ambazo wamebakisha, lakini pia msimamo wa kundi ambavyo upo. Mpaka sasa Simba hana point, Esperance ana alama 5, wakati Stade Malien na Petro nao wanafikiria kama mimi nitashinda miongoni mwa mechi hizi 2 ambazo tunacheza pamoja nitafikisha pointi 7. Kwa hiyo nitakuwa na kazi moja tu kwenye michezo mingine 3 miwili iliyobaki kutafuta alama 3. Kwa hiyo kila mtu ana hayo mahesabu, na ni kitu ambacho kinaifanya kundi liwe gumu na kumfanya Simba ambaye hana alama hata moja kuwa kwenye wakati mgumu kuliko timu zingine 3 ambazo zipo kwenye kundi lake. Wakati mchakato wa hatua ya makundi unafanyika na baada ya makundi kupatikana, Yanga alikuwa anaonekana kuwa na kibarua kigumu zaidi kuliko Simba, lakini kwa sasa hali ilivyo, Yanga anaonekana kuwa na nafasi. Idadi ya pointi ambazo yuko nazo 4, kapoteza mechi dhidi ya Ahly,
lakini kwa performance watu wanadai kwamba hawaidai Yanga kwa kile ambacho alikionyesha dhidi ya Ahly, bingwa wa kihistoria. Unamwona Yanga anaweza akarespond kwa kile ambacho kilitokea Misri kwenye mechi ya kwanza wakati akiwa nyumbani hapa? Inawezekana kwenye mpira kwa sababu ya mambo ambayo tayari klabu ya Yanga imeshayafanya wakiwa wanacheza mechi nyumbani. Sababu pia utakumbuka sio mara ya kwanza Yanga wanacheza na Ahly nyumbani au wanacheza away. Japo Ahly ni uzani mwingine hasa inapokuja suala la yeye kutafuta nafasi ya kusonga mbele kwenye michuano husika. Kwa hiyo unaweza ukaiona Yanga wakati inatoka ile ratiba kwamba kundi lake atakuwa Ahly, atakuwa FAR Rabat, atakuwa Yanga, alafu kutakuwa na Kabylie. Ulikuwa inaonekana nafasi ya Yanga ni finyu sana. Lakini baada ya kuchezwa mechi 3 utaona sasa hivi Ahly ana pointi 7, Yanga ana 4, Kabylie ana 2 na FAR Rabat ana 2. Kwa hiyo unaweza ukaona bado Yanga ana hiyo nafasi. Ingekuwa kwenye mechi yao Kabylie na FAR Rabat kuna mmoja kashinda, angeweza kuwa ametai na Yanga kwa pointi 4. Kitu ambacho kwenye mechi wanazoendelea kucheza za 4 ungekuwa sasa inategemea hizo timu nazo, je, aliyeshinda mechi ya kwanza anashinda tena, sababu Kabylie na FAR Rabat itabidi warudiane. Lakini Yanga naye atarudiana na Ahly, ambacho unaweza kuona kwenye mchezo huo Yanga bado ana nafasi 50 kwa 50 na Ahly kwenye kupata alama 3 au kupata sare. Kwa hiyo ni mechi ambayo Yanga ikitokea ameshinda atajiweka kwenye wakati mzuri zaidi kuliko kupata sare ama kupoteza. Kwa hiyo kwa group lao jinsi lilivyo, mpaka walikuwa wanakwenda kucheza mechi ya 3 bado ilikuwa Yanga hana uhakika wa kusogea. Sasa hivi anaweza kukaa akaanza kupiga mahesabu kwamba okay, ikiwa mechi yao ya marudiano Kabylie dhidi ya FAR Rabat wakaenda tena sare, inawezekana yakawa ni matokeo mazuri zaidi kwa Yanga, kwa sababu tayari zitakuwa zimechezwa mechi 4 na wale bado hawajafikia alama ambazo Yanga yuko nazo, huku yeye akiwa na kazi ngumu ya kuhakikisha anashinda mchezo wake. Kwa hiyo ile hatima ya Yanga iko mikononi mwao kwenye mchezo dhidi ya Ahly, lakini huku akiombea matokeo pia ya sare kwenye mchezo wa Kabylie dhidi ya FAR Rabat, kwa sababu Yanga anabidi kwenda kusafiri kwenda kucheza na FAR Rabat, lakini atamkaribisha Kabylie hapa nyumbani kwenye mchezo ambao itakuwa imebaki. Kwa kama FAR Rabat atashinda na kuwa na pointi 8 na Yanga akapoteza mchezo dhidi ya Ahly ama kutoka sare, ina maana atakuwa na pointi 5, na akija kucheza dhidi ya Kabylie atalazimika kushinda ili kufikisha alama 8. Kwa hiyo unaweza ukaona Yanga walau unaweza ukaanza kupiga mahesabu ya calculator na ukamuona anaweza kwenda, kwa sababu faida ambayo yeye atapata ni kwamba alishamfunga FAR Rabat kwenye mchezo wao wa kwanza. Kwa hiyo atakwenda kucheza mchezo wa marudiano kule akiwa ana kitu cha kujaribu kutafuta kwamba okay, head to head basi napaswa kuwa mbele, hata kama nitapoteza lakini nisipoteze kwa margin ambayo ni kubwa, kama tutatai kwenye alama 8. Kwa hiyo unaweza ukaona kundi la Yanga, sare ya Kabylie dhidi ya FAR Rabat imemfanya walau anaweza kukaa na calculator na kuanza kuhesabu na kuona kwamba okay, naweza nikafika, tofauti na yale mahesabu ambayo yalifanyika kwenye msimu uliopita. Alikuwa anajumlisha alama na kuona kwamba anaweza akapata alama 9 na kuvuka, lakini bahati mbaya alitoka sare mchezo wake ambao alitakiwa kushinda na akakwamia pale. Kwa hiyo na msimu huu bado calculator kwa Yanga inaendelea kufanya kazi. Kwa kumalizia Kemba, ni kipindi cha usajili hiki wa dirisha dogo. Tumeona baadhi ya wachezaji kwenye klabu hizi, Simba Chama kirejea, Geye nyota ambaye alikuja hapa kwenye chani akafanya vizuri akiwa na Senegali, Simba ikiwa na golikipa mpya kufuatia Kamara na mwenzake Yakubu kuwa na majeraha. Young Africans now kuna watu ambao wanaonekana kuingia kama ni top, mfungaji wao yule ambaye alifunga kwenye mechi na Mashujaa, jina lake limenitoka, Depo Mwangola, na tulimzungumzia Okello. Nani amekuwa impress mpaka sasa kulingana na maingizo ambayo yameingia?
Unaweza kusema kwa michuano hii, kwa wiki hii ya michuano ya kimataifa, kwa maingizo mapya kwa timu zote mbili, unaweza ukamuona goalkeeper wa Simba akiwa ameingia kwa mguu mzuri zaidi kwa namna ambavyo aliperform kwenye mchezo wa jana, lakini huwezi kuacha kile ambacho alikuwa anakifanya Okello. Inawezekana ni kwa sababu hakikuzaa matukio ya mwisho ndio kikafichwa, lakini bahati nzuri ni kwamba amefanya vizuri kwenye eneo lake la ubunifu, na wakati mwingine unaweza ukaondoa tu credit hizo kwa sababu wale walikuwa wanatengenezewa matukio hawakuyafanya matukio yaache athari kwenye mchezo, kwa maana hakukuzaa goli. Ndio maana unaweza ukaona zile moment ambazo Okello alizitengeneza eneo la mwisho haziwezi tena kukumbukwa na kuzungumzwa kwa sababu hakuna tukio lolote ambalo liliacha athari. Lakini hao wachezaji wawili mimi nadhani walikuwa na wakati mzuri, bila kuacha kusahau Damaro, kile ambacho alikifanya eneo la katikati ya kiwanja. Kwa hiyo mimi nadhani kuna baadhi ya chanya nyingi kwenye maingizo mapya ambayo timu hizi imezifanya. Unamzungumzia Gie kwenye eneo la ushambuliaji, kwa muda ambao aliingia, unaweza ukaona kama atapata nafasi hiyo tena kwenye mchezo wa nyumbani ambao utakuwa na zaidi na picha ya kushambulia kuliko ilivyokuwa picha ambayo walikuwa nayo kabla ya mchezo, unaweza ukaona anaweza akawa na wakati mzuri wa kuongeza kitu kwenye timu ya Simba. Naam, ni maoni ya Kiemba, lakini pia nawe mtazamaji una nafasi ya kutuandikia kwenye sehemu ya comment. Nini umekiona kulingana na maingizo haya mapya ambayo yameingia katika kipindi hiki cha usajili? Kwa niaba ya Kiemba, mimi naitwa Elias Omuni, asante kwa sasa, mpaka wakati mwingine.